Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Mpendwa mfuatiliaji wa channel hii ya Yosia TV, amani iwe nawe. Ninakusalimu kwa jina takatifu, jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa siku ya leo nimekuja na baadhi ya tafasiri za ndoto ambazo zimekuwa zikiwasumbua watu wengi sana katika ndoto zao, na tunasema kwamba moja ya ndoto ambayo imekuwa ikiwatesa watu wengi sana nyakati za leo ni pale ambapo mtu unakuta anaota ndoto, anaona kwamba yupo gerezani. Sasa ndoto ya kuota upo gerezani kinabii inakuwa haina maana nzuri sana, na ndoto hii inaweza ikawa imebeba maana moja ama mbili ama tatu, lakini muhimu sana pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hii, kujiona kwamba upo gerezani, tunasema kwamba hakikisha unasimama katika maombi, na maombi hayo ni maombi ya kujinasua katika hiyo roho ya gereza, kwa sababu ukiota ndoto ukiona upo gerezani ni alama kwamba umechukuliwa mateka. Umechukuliwa mateka na nguvu za giza, umechukuliwa mateka na nguvu za kichawi, umechukuliwa mateka na nguvu za kimizimu. Maana yake ni kwamba kuna roho za maadui ambazo zimekuchukua mateka na zinatenda kazi katika maisha yako pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo kiufupi inakuwa ndoto hiyo haijabeba maana nzuri, na ni muhimu sana ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaiota hakikisha unasimama nayo katika maombi, kwa sababu ni roho ya umateka. Manake ni kwamba unaonyeshwa kwamba nafsi yako imechukuliwa mateka, roho yako imechukuliwa mateka, mwili wako unakuwa umechukuliwa mateka. Sasa ishara ya namna hiyo ni alama ya kuchukuliwa mateka kiroho, lakini pia tunasema kwamba ni tahadhari katika jambo ambalo unataka kulifanya pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Manake unapewa tahadhari kwamba unataka uingie kwenye hayo mahusiano na huyo binti, chukua tahadhari, unaweza ukawa mateka wake. Unataka uingie kwenye mahusiano na huyo mwanaume, chukua tahadhari, unaweza ukachukuliwa mateka. Mateka wa nafsi, mateka wa fikra, manake hapo unakuwa umetawaliwa. Sasa ishara ya namna hiyo unapokuwa unaletewa ndoto katika mfumo huo, manake ni roho ya mateka inakuwa inatenda kazi katika maisha yako. Au mwingine unaweza tu ukajikuta unaota ndoto ya namna hiyo, alafu kuna kazi ulikuwa unataka uipate, mfano ajira, unataka kuajiriwa, alafu ukaota ndoto ukaona kwamba umechukuliwa mateka. Sasa manake hapo kiroho unaonyeshwa wazi kwamba huko na kuelekea nafsi yako itachukuliwa mateka. Au mtu mwingine anajiandaa kwenda safari, atoke safari aende mkoa au aende taifa fulani, alafu akaota ndoto akaona yupo gerezani. Sasa ishara namna hiyo maana ni kwamba hali unaenda kuikanyaga unaenda kuwa mateka wake, hali unaenda kuikanyaga unaenda kutawaliwa na hizo roho za ardhi au hiyo mizimu ya hayo mazingira. Kwa hiyo ndoto ya namna hiyo inakuwa ipo katika mfumo wa namna hiyo kiroho. Lakini pia ishara hiyo pia inaweza ikawa ni tahadhari katika mwili, manake hapo unakuwa unatahadharishwa kimwili pia kukataa roho za kufungwa gerezani. Mtu unapoota ndoto ya namna hiyo unaweza ukatungiwa kesi ya aina yoyote, unaweza ukatungiwa jambo la aina yoyote, alafu ikapelekea ukajikuta upo mikononi mwa serikali, ukajikuta upo mikononi mwa magereza, ukajikuta umefungwa. Sasa ishara ya namna hiyo pale ambapo unaiota hakikisha unasimama nayo katika maombi ya nyanja tatu. Moja, kukataa mateka wa nafsi yako au wa roho yako. Pale ambapo unakuwa umeota ndoto ya namna hiyo hakikisha unasimama katika maombi, manake hapo nafsi yako inakuwa imefungwa. Lakini pili, hakikisha kwamba unasimama katika maombi juu ya mahusiano mapya ambayo unataka kuyaingia, manake ni tahadhari katika roho kwamba nafsi yako utakapoingia na huyo mahusiano na huyo mtu anaweza kawa anatumia nguvu za giza, nguvu za uchawi, nguvu za ushirikina ili kuiteka nafsi yako uwe mateka wake. Kwa sababu kuna watu leo walijikuta wameingia kwenye mahusiano ya watu hata ambao hawakuwapenda, watu ambao hata mioyo yao ikufunguka kwa ajili yao. Kwa sababu gani? Walipoletewa ndoto ya namna hiyo, walipodharau, kumbe huyo mtu anatumia nguvu za ushirikina, akajikuta nafsi yake tu imetokea kumpenda ghafla, kakubali kuolewa naye, kuanza naye maisha, alafu mwisho wa siku yale madawa yalipoisha, yakaisha madawa alipokuwa amefikisha umri wa miaka kama alipomzaliwa mwanaume watoto 4 5, ndo ana akili yake inafunguka kwamba imekuaje nimezaa watoto wote hawa na huyu mwanaume nilikuwa sijampenda, huyu mwanaume nilikuwa simuhitaji. Ni kwa ajili gani? Ni kwa sababu ulimwengu wa roho uliamua nafsi yako ilichukuliwa mateka. Ndio maana ukajikuta upo katika anguko,
la namna hiyo. Lakini pili, tatu, hakikisha unasimama katika maombi ya kukataa roho za gereza katika mwili, kukataa roho za kufungwa, kukataa roho za kucheleweshwa katika mwili, kwa sababu ishara ya namna hiyo inakuwa haina maana nzuri kiroho pale ambapo unakuwa unaletewa ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukasimama nayo katika maombi pale ambapo muotaji ukaota ndoto ya namna hiyo. Lakini ishara nyingine tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona unamwagiwa maji machafu kiroho, unaona kwenye ndoto yako unaona mtu anakumwagia maji machafu kabisa unamwagiwa. Sasa ishara ya namna hiyo kiroho, ukiota ndoto ukiona mtu anakumwagia maji machafu, tunasema ni alama ya kuchafuliwa, kutupiwa roho ya nuksi, roho ya mikosi pale ukaona mtu kwenye ndoto anakumwagia maji machafu. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo kiroho tunasema hakikisha unasimama katika maombi, kwa sababu hizo ni roho za nuksi unakuwa unatupiwa, roho za mikosi unakuwa unatupiwa, roho za kukataliwa unakuwa unatupiwa, roho za chuma ulete unakuwa unatupiwa, kwa sababu ukiota ndoto ukiona unatupiwa, unamwagiwa maji machafu kinabii, ni alama ya kutupiwa roho za mikosi, roho za kukataliwa, roho za kichawi, za kishirikina kiroho pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo inakuwa haina maana nzuri katika ishara ya kinabii pale ambapo muotaji unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Lakini pia ni ishara ya kwamba unaibiwa nyota yako, au ni alama ya kuibiwa nyota au kuchafuliwa nyota yako. Manake hapo ukiota ndoto unamwagiwa maji, manake nyota yako inakuwa inapata madhara kiroho, nyota yako ya kushika fedha, nyota yako ya kibali, nyota yako ya kustawi, nyota yako ya kuongezeka, nyota yako ya kukua, nyota yako ya kumiliki mambo makubwa, nyota yako ya utajiri. Manake hapo unaonyesha wazi kwamba inaibiwa au inanajisika. Kwa hiyo katika ishara ya namna hiyo hakikisha unasimama katika maombi ya nyanja kuu mbili: moja, kukataa roho za mikosi, roho za kukataliwa, roho za magonjwa, roho za uharibifu katika biashara, roho za uharibifu katika mikono yako. Kwa hiyo Mungu alimuumbia pia mwanadamu katika mikono. Ukiangalia mikono yako kushoto kuna vidole vitano, lakini pia kulia kuna vidole vitano. Ukijumlisha vyote unapata vidole 10, na namba 10 kibiblia ni namba ya amri 10 za Mungu au mamlaka. Neno amri manake mamlaka. Kwa hiyo umeamriwa umiliki fedha katika mikono yako, umiliki mali katika mikono yako, umiliki baraka katika mikono yako, umiliki utajiri katika hiyo mikono yako. Lakini adui anachokifanya anaitia unajisi. Ndio maana unaota ndoto unaona unamwagiwa maji machafu. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona unamwagiwa maji machafu kinabii, inakuwa ina maana nzuri kiroho, manake ni roho za chuma ulete au roho za uharibifu unakuwa umetupiwa. Kwa ni muhimu sana pale ambapo kaota ndoto za namna hiyo kuhakikisha unasimama nazo haraka sana katika maombi, kwa sababu zinakuwa hazijabeba maelekezo mazuri au hazijabeba maana nzuri kinabii pale ambapo muotaji wa ndoto unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Lakini ishara nyingine tunasema hakikisha unaombea nyota yako ikae sawa, nyota yako ikae safi katika mfumo ambao Mungu anakuwa amekusudia yeye mwenyewe. Lakini ishara nyingine kiroho tunasema ni pale ambapo muotaji wa ndoto ukaota upo chini ya shimo. Sasa ishara ya namna hiyo ukiota kwamba upo chini ya shimo kinabii au kiroho, manake hapo unaonyesha wazi kwamba umechukuliwa mateka pia kinabii. Ukiota ndoto upo shimoni, unaomba msaada, unaita watu wakusaidie, unaita watu wakutoe kwenye hayo mashimo, lakini ukajiona unashindwa. Sasa ishara ya namna hiyo kinabii ni alama ya kuchukuliwa mateka, na umateka huo ni umateka mbaya sana kiroho, na umateka huo ni umateka wa kutokuonekana, ni umateka wa kibiashara, umateka wa kiuchumi, umateka wa kimaendeleo. Maana yake hapo unaonyesha wazi kwamba nafsi yako imechukuliwa mateka, unaonyesha wazi kwamba roho yako imechukuliwa mateka. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo kinabii ukazishughulikia katika maombi au ukasimama nazo katika maombi. Lakini kuota ndoto ukiona umekufa kinabii. Sasa ishara ya namna hiyo kinabii pale ambapo ukaota ndoto kajiona kwamba umekufa. Sasa kuota ndoto kuona umekufa kiroho ni ishara ya kwamba roho ya umauti inakufuatilia pale ambapo kajiona umekufa, upo kwenye jeneza, kajiona umekufa, upo kaburini. Sasa ishara ya namna hiyo ni roho za umauti zinakufuatilia
mpendo wangu. Kwa hiyo ukiota ndoto ya ishara ya namna hiyo, hakikisha unasimama nayo haraka sana katika maombi, kwa sababu ndoto ya namna hiyo inakuwa haijabeba maana nzuri. Ndoto ya namna hiyo inakuwa imebeba matokeo mabaya sana kiroho, inakuwa imebeba matokeo ambayo sio sawa katika maisha yako. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hiyo, hakikisha unasimama nayo katika maombi, hakikisha unaishughulikia katika maombi, na Mungu aweze kukubariki, aweze kukujalia neema yake ya ushindi na wokovu katika maisha yako. Lakini ukiota ndoto ukiona upo uchi, ni alama tunasema ukiota ndoto ukiona upo uchi ni alama ya roho ya mikosi pia. Lakini pia unakuwa unaonyesha wazi kwamba dhambi ambazo unazitenda ziko wazi au ziko hadharani. Hata Adam na Eva walipotenda dhambi, walipokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wakajikuta wapo uchi. Kwa hiyo ishara ya kujiona upo uchi kiroho ni alama ya dhambi, ni alama ya kwamba matendo yako ya dhambi, matendo yako ya uovu yameonekana wazi, matendo yako ya ubaya yameonekana wazi. Kwa ishara ya namna hiyo unapokuwa unaiona au unapokuwa unaiota, hakikisha unasimama katika maombi ya toba, manake dhambi zako zimeonekana, au utupu, ni roho ya utupu hiyo kiroho unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo simama katika maombi ya toba na rehema, kumwambia Mungu, mahali popote ambapo nimevunja amri zako, mahali popote ambapo nimeenda kinyume na maelekezo yako, yakapelekea mimi kuwa mtu wa dhambi, yakapelekea kuwa mimi mtu wa anguko, kusimama katika maombi ya toba ili Mungu aweze kuleta neema yake ya wokovu katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine tunasema, ukiota ndoto ukiona umevaa nguo fupi alafu ni mwanamke, unakuta unaota ndoto unajiona kwamba umevaa nguo ambazo ni fupi kabisa, nguo fupi. Ishara ya namna hiyo mwanamke, ukiota ndoto hiyo, jua kabisa umesukumiziwa roho ya uzinzi, jua kabisa umesukumiziwa roho ya zinaa, pale ambapo ukaota ndoto ukaona umevaa nguo ambazo ni fupi zinaishia mapajani. Sasa ishara ya namna hiyo manake ni roho ya uzinzi unakuwa umesukumiziwa. Kwa hiyo haraka sana unahitaji kusimama nayo katika maombi, hiyo ndoto uliyoiota kwa mwanamke. Hii ndoto ni mahususi au ni special kwa ajili ya wanawake, pale ambapo wanakuwa wanaota ndoto ya namna hiyo ili Mungu aweze kuleta neema yake ya ushindi au ya wokovu katika maisha yako. Kwa hiyo kiroho unapokuwa unaota ndoto za namna hiyo, zinakuwa zipo katika mfumo huo. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ninakutakia wakati mwema. Jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii, lakini ukihitaji msaada wa kiroho, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Unaweza kutufuata WhatsApp kwa ajili ya maombi, lakini pia kwa ajili ya tafasiri za ndoto na maana zake. Ninakutakia wakati mwema. Shalom, shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.